Sahihi kabisa. Huyo bwana ni mchungaji wake na ni kiongozi wake wa kiimani, na sikio huyo mchungaji alienda nyumbani kwake kwa ajili ya kumfanyia maombi, kwa sababu huyo bwana alikuwa na maradhi yanayofanana na kifafa. Kwa hiyo ameshafanywa maombi kanisani, lakini kaonekana pia afanye maombi kule nyumbani kwake. Sasa ni katika tukio hilo basi huyo bwana sijui katika mazingira hayo ya ugonjwa akakimbilia kitu chenye chakali na kaja nacho huyo mchungaji. Baadaye ndio ikapelekea kifo chake. Kwa hiyo ni kweli kabisa huyo mchungaji alijeruhiwa na muumini wake na baadaye akafariki dunia. Na sasa pengine taarifa za kama ana kifafa, pengine hali yake sasa, licha ya kwamba mnamshikilia yeye, pengine mmeenda kumcheki kwa daktari kama afya yake haipo vizuri? Hayo ni mambo ya baadaye, kwa sababu pamoja kwamba hayo ni mambo ya kukisia na mazingira alikuwa nayo kabla, lakini kama unavyosema basi na bila shaka atakuwa anajua kupelekwa hospitali kwa maradhi aliyokuwa nayo, lakini hakuwa katika mazingira ambayo labda ni ya kuumwa. Ndio. Kwa wakati ule alipofanya hilo tendo. Hiyo ni hali ya kama ambao yalivyo kwa historia yake, ambayo ana kifafa, na kifafa kama mnavyoelewa watu wengi ni maradhi ambayo wananja mtu anaanguka, baadaye kikiondoka anakuwa mzima, anaendelea na shughuli zake. Na labda hali ya usalama katika mkoa wako ikoje, kamanda? Kwa ujumla hali ya usalama ni nzuri, kwa sababu wananchi wanaendelea na majukumu yao. Wavuvi wanaenda baharini kuvua, wakulima wanaenda mashambani, na wakulima na wafanyabiashara wanaenda masokoni kuuza na kununua. Kwa hiyo kwa ujumla hali ni shwari, wananchi wanaendelea na shughuli zao za kawaida. Tuendelee kushirikiana sababu swala la usalama la mkoa si la polisi peke yake, si la mtu mmoja peke yake, ni swala la ushirikiano kama ambavyo